Hey, Faith, mambo. Poa. Unaendeleaje? Niko fiti. Okay, ni vizuri sana nimekupata. Leo hii nilikuwa nataka kukuuliza swali mbili tu. Swali la kwanza nauliza aje, being a single lady, yani mwanamke ama dada yetu ambaye hana boyfriend na uko katika nchi ya kigeni, na kawaida ya Wakenya wengi ama wasichana wengi wa umri wa miaka yako, that is let's say kutoka 25 to 35, hata wa 40 pia wana date. Changamoto zipi zinakukumba katika kazi ambayo unafanya? Wakati uko off, we unaenda wapi? Swali la kwanza ndio hilo. Swali la pili. Kwanza nijibu ile la kwanza. Sawa. Nijibu ile la kwanza. Kwanza namshukuru Mungu kwa uzima na amani. Natumai pia na wewe uko salama. Kabisa. Swali la kwanza umeniuliza kwanza, kama binti ninawezaje kuhimudu kuishi peke yangu bila mahusiano au bila mwanaume. Imewezekana kwa msaada wa maombi na kwa msaada wa ibada, kwa msaada wa kufuatilia sana mambo ambayo yanaendana na Mungu. Sio kwamba nilikuwa niko msafi, hapana. Mimi maisha yangu ya nyuma nilikuwa si binti mzuri. Nilikuwa ni binti ambaye zinaa ilinitawala, mawazo machafu, mawazo ya zinaa, kujizini, hiyo ilikuwa kwangu. Tamaa mbaya nilikuwa, sikuwa na boyfriend, nilikuwa naye. Na katika hizo vitu zote hakuna faida yoyote niliyoipata. Kitu ya kwanza nilipata hasara. Kitu ya kwanza kwa sababu niliharibu usichana wangu, na kitu ya pili niliharibu mahusiano yangu na Mungu, na maisha yangu yakawa ni maisha mabovu sana. Nikiwa nyumbani, nikiwa Kenya, nimehangaika sana, nimezunguka sana nikiwa nafanya hiyo zina na pia pressure ya mabinti ambao marafiki. Sasa marafiki ambao nilikuwa nao wote walikuwa na mahusiano. Sasa mimi nikaona venye wako na mahusiano, hata mimi nikiwa na mahusiano nitafanya nini? Nitapata faida venye wao wanapata faida, lakini hali haikuwa hivyo. Mimi nilikuwa ni mtu ambao ni mwanaume anakutumia na anakuacha. Na ikaniuma sana mpaka nikawa nasema sitawahi kuolewa. Lakini ni jambo ambalo mimi mwenyewe najutia yote ambayo niliyafanya, na nilifanya maamuzi yangu ya kuacha yote na kumfuata Kristo. Maana niliona kuna faida kubwa kuwa na Kristo. Kuna faida kubwa zaidi binti kuokoka. Kuna faida kubwa sana. Kitu ya kwanza, ufahamu wako unatulia. Kitu ya pili, maisha yako yanakuwa ni maisha yenye utakatifu, kwa sababu utakuwa ukifanya kila jambo unalifanya na hofu ya Mungu. Na utaingiliana na peer pressure ya watu, kwa sababu utakuwa umejitenga na marafiki ambao hawana msaada kwako. Kwa hivyo binti, kijana, kuishi bila mahusiano inawezekana. Huu ni mwaka wangu wa 5, sina mahusiano. Mawazo ya zinaa yameniondoka, na pia kujizini kumeniondoka. Yaani masturbation, kwa wale ambao hawaelewi. Kwa hiyo namshukuru Mungu ni kupitia ibada, maombi na kumtafuta Mungu sana. Huwezi peke yako kwa akili zako. Ndio. Swali la pili nilikuwa na kwanza kabisa wacha nikushukuru kwanza kwa kujimaintain vile ulivyo na kuishi kwa ubinti kwa hiyo miaka yote, na kulingana na Biblia I think that's the only way, na Mungu mwenyewe husaidia mtu kwa maombi zaidi, kwa sababu hawezi bila maombi. Pia pressure ni mingi, wasichana wa rika yako ni wengi wanafanya mambo mbovu, na ni ngumu bila Yesu.
lakini ukikumbuka katika kitabu vile tumeambiwa at least kwa ndoa ndio inastahili, na ni ukweli. Yeah. So swali langu la pili ni ningependa utuelezee kidogo tu kuhusu uhusiano wa hawa wasichana especially wa shule, cause I think nimekuwa nikiona wengi sana hata sasa sio umri yako, wadogo au wanajiita Gen Z saa hii. Umewezaje kujitoa katika ile mipango yenye Gen Z wako nazo, cause ile ni kama tunaweza sema ni peer pressure ama sijui tunaweza iita aje. Kuna mambo mingi sana, alcohol, drugs and all that. Unaweza ambiaje msichana mwenye ako umri wa miaka kidogo kukuliko kuhusiana na hizo majenzis and all that peer pressure? Kitu ya kwanza naweza mwambia, kitu ya kwanza ni ajipende. Hizo vitu zote anavyovitumia hazina faida yoyote, zina hasara. Kitu ya pili, ajaribu kuketi chini na ajiulize, hivi haya mambo ninayofanya yananiletea faida gani? Je, napata hasara au napata faida? Kwa sababu ukiangalia maisha ni yako peke yako. Hakuna mtu atakaye kuja kukusaidia maisha. Tunaweza sema wazazi wamechangia, lakini pia wewe mwenyewe unafaa uamue. Uamuzi ni wako. Uamue kutoka ndani ya moyo wako, useme ninaamua kuanzia leo kubadilisha maisha yangu. Tafuta watu ambao wanaongelelea mambo ambayo yanaleta faida, yanaleta tija. Usiwe ni mtu wa kukaa na watu ambao wanaongelelea zinaa tu, watu wanaongelelea tu raha ya dunia, watu wanaongelelea tu vitu ambavyo havina faida. Jipende. Hiyo ni kitu cha kwanza. Jipende na uangalie vitu ambavyo vitakupa wewe faida. Kama wewe ni mwanafunzi na uko hapo, jaribu focus na maisha ya masomo. Na ukiwa katika masomo yako, usiweke mambo mengi ya dunia. Jaribu uweke akili yako kwa Mungu na kwa masomo peke yake. Juu Mungu ndo kila kitu. Kabisa. Maombi na ibada ni kitu muhimu sana. Na pia kama una simu, angalia sana vitu ambavyo unavitazama kwenye simu. Visiwe ni vitu ambavyo vinaharibu fahamu wako. Kama unaona kabisa hii simu sifanyi vitu vizuri, tafadhali ili uachane na hiyo simu. Ukae hivyo. Sio lazima uwe na simu. Ukiona hiyo simu bado unaitamani sana, basi tafuta kitu kwa hiyo simu ambacho kitakufanya uwe busy sana kwa hiyo simu. Kuna platform, tafuta channel, kuna TikTok, kuna Instagram, kuna YouTube, kuna nini. Tafuta kitu. Kama wewe ni mshonaji, fanyaga video zako ukiwa unaonesha watu kushona, ukiwa unaonesha watu kutengeneza vitu. Kama wewe unafanya vitu, unaweza fanya vlog, ama unaweza pia wasomea Biblia. Kama ujisikie kusoma Biblia, unaweza fanya. Tafuta kitu ufanye, hivi ile kitu itakuchangamsha kichwa. Utakuwa hata ukirudi kuangalia simu, utaenda kuangalia leo ni watu wangapi wameangalia, inakupa motisha au kurudi tena kuangalia. So akili yako yote itakuwa inafikiria ni jinsi gani nitafanya ili nielimishe watu au nifanye kitu ili watu waangalie. Kwa hivyo hautajihusisha sana kwa video ambazo ni chafu. Okay. Ndio. Okay. Faith, kwa kifupi tu, hebu advise our students wenye tumeona kwa vyombo vya habari wamechoma mashule, wamechoma wenzao, and it is so sad kupoteza watoto wa miaka kidogo sana pale shuleni. Hebu advise huyo mwanafunzi ambaye aliingia, huwezi ujua ni spirit gani hizi zinawatembelea ama nini kinachoendelea. Advise hawa wanafunzi. Kitu kwanza ni roho. Hiyo ni roho. Na kuna spirit of darkness imetumwa sana. Kitu ya pili, wazazi waombee watoto wao sana. Najua mzazi ana focus sana na kutafuta tu school fees, kutafuta tu pesa ya kulipa tu school fees nini, lakini hataki kufuatilia mtoto wake kwa njia ya maombi, kwa njia ya ibada. Usimwache mtoto tu kwa dunia. Hapana. Mlete mtoto wako kwa Mungu zaidi ili akue kimungu.
muelimishe mtoto kimungu. Ukiangalia watoto wengi sampuli hiyo huwa hawaendi kanisani. Hawaendi kanisani. Juu huwezi niambia mtu anaenda kanisani anasikiza ibada na hiyo roho inamuingia kiasi hicho. Na kama anaenda kanisani basi anaenda tu kusindikiza. So mimi naweza advise watoto kama hao kwamba jaribu sana kuwa muombaji. Maombi tu ndio kitu muhimu zaidi. Unapotembea, unapoketi, unaposimama, omba sana. Omba sana. Ni shetani amekuwa kwa kasi sana. Ameingia kwa hali ya juu sana na kuharibu roho za watu ili kuziangamiza, ili tusiweze kufikia kwenye hatima zetu. Kwa hivyo Mungu mwenyewe atatusaidia, na tukisimama kwa Mungu yote inawezekana. Tumeshukuru sana Faith, asante kwa muda wako mfupi huo, asante kwa mashauri yako. Asante. Amen.